Karibu katika Matukio Daima Habari kwa siku ya leo. Huu hapa ni muktasari wake. Rais Samia apokea tuzo na aitaka sekta ya afya kuimarisha huduma. Kwa sababu ya kazi mnayoifanya, baraka ya Mungu iko nani. Niwaombe sana, hii ndio kazi Mungu amewaomba mfanye. Fanyeni wa Tanzania. Wasaidieni wa Tanzania. Wanafunzi Lugu wataja sababu za matatizo ya chache, nasema ile msongo wa mawazo, kama mtu anawaza kupita kiasi, anawaza sana, inaweza kupelekea kupata tatizo la afya ya akili, sababu na kama ile unywaji wa vilevi kupita kiasi, au kwa yote yanaweza kuadhiri au inaweza kusababisha mtu kupata tatizo ya afya ya akili. Na katika michezo, Simba Sports Club yaendelea kuimarika baada ya ushindi wa mabao 3 kwa 0. Sasa hivi nadhani hata Yanga atakuwa na vikao vyao huko pembeni kwamba mtu tusiangushe point kwa namna moja kama nyingine, na yeye anamcheza na Mbeya City, Simba akiwa Yanga akiwa ugenini. Kwa nadhani moja vitu ambavyo wanafanyia kazi sana ni kutokuangusha point kwa namna yote, kwa sababu mchezo nao anayekuja na pia anajipanga kutokuangusha point yuko vizuri, yani kwamba nadhani kila mmoja anategemea kwamba bora tuangushe point kwa sisi, lakini sio kwa hizi timu ndogo ndogo ambazo zinaweza kufanya. Kwa hiyo bado ni ishara. Ni matumaini yangu buheri wa afya kabisa popote pale unapotutazama, mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima Habari. Langu jina ni Shamia Rajabu. Nami naitwa Frank Fedila. Nikukaribishe uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa hii mpaka tamati. Tukianzia kule mkoani Morogoro, ambapo madereva wanaotumia barabara ya Morogoro Iringa wameomba taa za kuongoza magari za Iringa Road mjini Morogoro kufanyiwa marekebisho ili wasikae muda mwingi eneo hilo. Hizo zimekuwa zikiruhusu magari kwa muda mfupi zaidi, hali inasababisha foleni kubwa katika barabara hiyo. Mwenzetu Francis Godin. Ni katikati ya jiji la Morogoro, mji kasoro bahari, ambapo Matukio Daima tunazungumza na wananchi kuhusiana na kadhia ya taa hizi za barabarani zinazoongoza magari kutoka Morogoro kuelekea Iringa, maarufu kama Iringa Road. Hawapa ni wananchi wanazungumza zaidi juu ya taa hizi. Kwa Iringa Road mataba huko, na hizo taa kama kawaida zinaongoza magari, lakini sasa hizi taa kuna muda zinazidiwa foleni. Zinapozidiwa foleni, trafiki wanapewa taarifa, wanakuja hapo, wanasimama, wanapunguza foleni. Kwa hiyo vyote vina umuhimu, taa zina umuhimu, na kuna muda trafiki nao wana umuhimu, wanatakiwa waje hapa. Hizi taa zinakaa muda mrefu, ila kama wanapatikana husika wa taa waje kuongeza kidogo muda wa dakika hapo juu, itakuwa jambo zuri pia. Yaani hizi taa kuzidiwa na jambo. Yaani mimi tomba anapokuja kwa traffic hapo kidogo anatoa jam. Yaani hapa waangalie tu namna ya kuangalia, namna ya kuondoa tu foleni basi. Hata hivyo, kwa upande wao wajasiriamali wadogo wanasema kuchelewa kwa taa hizi kwa muda mrefu kwao ni fursa kubwa ya kiuchumi, kwani inawezesha kuweza kufanya biashara kwa muda mrefu katika eneo hilo, na hata kushauri muda uongezeke zaidi ili kuweza kufanya biashara zaidi. Hususani kwa riziki, ukichelewa taa kuruhusu ndio tunapata riziki. Kwa hiyo faida kwangu mimi faida. Ushauri wangu zaidi waboreshe zaidi, sababu kuboresha zaidi na sisi wenyewe tunapata usalama wa kutosha, sababu ni sehemu ni bado padogo sana. Angetanua barabara kidogo kwa mfano, yani yalikipishana kuenda nafasi kwa pembeni, naye apate kupita kwa amani. Sasa hapa ni padogo sana, kwa hiyo shida tunapata sana. Ni moja kati ya maoni ya watumiaji wa vyombo vya moto hapa Morogoro, na kubwa zaidi kwamba ni juu ya taa hizi za Iringa Road mataa, ambapo taa hizi zinachukua muda mrefu zaidi, na wakishauri kwamba wataalamu wa taa za barabarani kuweza kufika hapa kuangalia muda wa taa hizi kwamba ni muda tofauti na taa nyingine, zinachukua muda mrefu. Na hii barabara tegemeo sana, barabara ambayo inaelekea mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na nchi za kusini mwa Tanzania, na hivyo haitegemei kuwepo kwa foleni kubwa kiasi hichi. Kutoka hapa Morogoro,
Mimi ni Francis Godini na hii ni Matukio Daima. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Katoliki Ruaha-Luku wameelezea sababu zinazopelekea uwepo wa matatizo ya afya ya akili ikiwemo msongo wa mawazo na changamoto za kimaisha. Wakizungumza na Matukio Daima wamesema kuwa afya ya akili ni hali inayohusisha uwezo wa mtu kujitambua na kufanya maamuzi sahihi, huku wakitaja sababu mbalimbali zinazosababisha matatizo hayo. Sababu unaweza kurejea mtu kupata matatizo ya afya ya akili nyingi, lakini kwa uchache tunasema na ile msongo wa mawazo. Kuna mtu anawaza kupita kiasi, anawaza sana, ili iweze kumpelekea mtu kupata matatizo ya afya ya akili, sambamba na kusema ile utumiaji wa vilevi kupita kiasi au madawa kulevya kwa ujumla, yote anaweza kuyatumia au inaweza kusababishia mtu kupata matatizo ya afya ya akili. Kwa sababu kubwa mbili ambazo tunasema mawazo ya matumizi sana ya vilevi, madawa kulevya, yote inaweza kusababisha mtu kupata matatizo ya afya. Kinga ni bora kuliko tiba, sababu kupata matatizo ya afya ya akili itakugharimu sana, itakuathiri sana, utapata madhara makubwa sana. Ili kuheal cure ile matatizo ya afya ya akili, tukana na msongo mkubwa wa mawazo, tukana na matumizi ya madawa ya kulevya, tukana na matumizi ya pombe nini, ili tuweze kuepukana kabisa matatizo ya afya ya akili ambayo kupata matatizo yake yanakuwa ni makubwa, na jinsi ya kupona ama kuondoka katika janga hilo inakuwa ni gharama kubwa sana. Sababu mojawapo kutokana na uzoefu wangu jinsi ninavyoelewa. Sababu mojawapo ni ile labda ni ile kunyanyasika kwa muda mrefu. Unakuta mtu tangu akiwa mdogo, labda alikuwa mdogo akapata jambo likamuumiza sana, lilivyomuumiza akawa amevumilia, maisha yakaendelea, lakini bado anaendelea kuumia. Kadri anavyozidi kuumia, unakuta anaweza akafanywa hata kitu kidogo tu ambacho hicho kitu kidogo kikaamsha ndani ya maumivu ya nyuma, akajikuta bado amechanganyikiwa, akili zimeruka, anakuwa kama chizi. Sababu mojawapo ni maumivu ya muda mrefu yanayojirudia. Menta ambaye atakuwa anamtengeneza kidogo kidogo, maana hiyo mtu ashakuwa addicted, ashakuwa victim, aanze kumfundisha kwamba hiki kitu ni kibaya, kitu ni kizuri. Tuchukue kwa mfano upande wa pornography, labda huyo anataka atafute menta ambaye yani spiritual yuko vizuri, kwa sababu kile kitu pia kinahitaji spiritual healing. Anataka spiritual yuko vizuri, amfundishe, amwelekeze, afa amfanyie deliverance, ufanyaji na kufunguliwa. Akishamfanyia deliverance atakuwa sawa, ila kwa ile ambayo inasababishwa na yale maumivu ya muda mrefu, huyo anatakiwa afanyie yani psychological counseling. Atafute mwana saikolojia ambaye anaweza kumfanyia counseling, akamshauri, akamrudisha kwenye ile hali ya kawaida. Anakuwa yani addicted, anakuwa anakifanya kitu kwa kupitiliza. Mfano kama mtu akawa anaangalia mpira ukampelekea kuwa kile kitu kama afya ya akili. Asipoangalia mpira inakuwa kama ni afya ya akili. Ingetoa elimu juu ya matumizi ya simu hizi ambazo sasa hizi imekuwa kama ni wimbi kubwa la matatizo, mfano kama hiyo afya ya akili. Lakini ushauri wangu kwamba serikali ingetoa yani limit, yani ingekuwa inachukua asilimia, mfano kama inaweza kumwambia mtoto kutumia simu kubwa kuanzia miaka 20, kwa hiyo mtu zaidi anakuwa ameshajitambua, kwa hiyo akafanya vile vitu vya kipumbavu zaidi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekabidhiwa tuzo na madaktari bingwa wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa kimataifa wa Shirikisho la Dunia la Madaktari Bingwa wa upasuaji wa ubongo na mishipa ya fahamu uliofanyika katika JNICC jijini Dar es Salaam. Katika hatua nyingine, Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wataalamu wa afya nchini kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na moyo wa kujituma ili kuokoa maisha. Katika kila fani ya mwanadamu, Mungu ndo kampakia. Mungu aliwateua nyinyi kufanya kazi hizi, kuwasaidia wanadamu wenzenu, na hakuna jambo kubwa duniani kama kumrudishia mtu afya yake. Magari tunapeleka gereji, likipona unaambia fundi asante bwana, unamlipa na pesa, unachukua gari lako. Lakini mwanadamu akipona hakupi pesa, anakwambia daktari asante, anakwenda zake. Lakini pesa zako anakulipa nani? Mungu. Sisi serikali tunawalipa mshahara mdogo, kila siku mnalalamika, lakini
kwa sababu ya kazi mnayoifanya. Baraka ya Mungu iko nayo. Niwaombe sana, hii ndio kazi Mungu amewaomba mfanye. Fanyeni wa Tanzania, wasaidieni wa Tanzania. Na sisi kwa kujua umuhimu huo, kwa kujua kwamba society ya Tanzania ndio inayojenga uchumi na umadhubuti na ukubwa wa taifa hili, tutaendelea kuwekeza katika sekta ya afya. Jeshi la polisi mkoani Iringa limemkamata Ramadhani Musa mwenye umri wa miaka 53, dereva na mkazi wa Dar es Salaam kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo akidai kuwa ameibiwa sehemu zake za siri. Kwa mujibu wa kamanda polisi mkoani Iringa Ahmed Kumbi, uchunguzi wa kina kupitia operesheni mbalimbali umebaini kuwa taarifa hizo hazikuwa za ukweli. Jeshi la polisi mkoa wa Iringa tunaendelea na operesheni za kuzuia vitendo vya uhalifu maeneo mbalimbali, ambapo kuanzia Aprili mosi mwaka huu tumekamata jumla ya watuhumiwa 53 kwa makosa mbalimbali, ambao hatua mbalimbali pia za kisheria zimechukuliwa. Tumefanikiwa kumkamata Ramadhani Musa miaka 33, huyu ni dereva na mkazi wa Dar es Salaam, kwa kosa la kutoa taarifa za uongo, ambapo alidai kuwa ameibiwa sehemu zake za siri kwa maana nyeti, na huyu amefikishwa mahakamani na amepatikana hatia na kufungwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kosa hilo ambalo alilitenda. Lakini matukio ambayo yanafanana hayo, pia tumekamata watuhumiwa wengine ambao ni Musa Kaundi miaka 39, huyu ni mfanyabiashara mkazi wa Mafinga, na wenzake wawili ambao mmoja hapo ni mkazi wa Isakalilo manispaa ya Iringa na mwingine ni mkazi wa Usokami Mafinga, ambao pia kwa nyakati tofauti walitoa taarifa za uongo na kuzusha taharuki kwa wananchi katika maeneo ambayo wanaishi, wakidai kuwa nao pia wameibiwa sehemu zao za siri, ambao baada ya kufanya uchunguzi wa awali pia na uchunguzi wa kitabibu ilibainika kuwa taarifa hizo zilikuwa za uongo. Tumekamata watuhumiwa wengine ambao wamehukumiwa vifungo kutokana na makosa mbalimbali, ambao ni Ernest Simagwa miaka 44, huyu ni mkulima, amehukumiwa miaka 3 jela kwa kosa la kujeruhi. Lakini pia mtuhumiwa mwingine Amos Chusi miaka 25, mkulima wa Kinyanambo A, amehukumiwa kifungo cha miezi 3 kosa la wizi. Pia kuna mtuhumiwa anaitwa Rahimu Kidinda miaka 28, mkazi wa Isago, amehukumiwa kifungo cha miezi 6 jela kwa kosa la wizi. Mtuhumiwa mwingine ni Baraka Sanga miaka 40, mkazi wa Vitono, amehukumiwa kifungo cha miezi 4 jela kwa kosa la kufanya shambulio. Mtuhumiwa mwingine ni Victor Chaila miaka 45, mkulima wa Image, amehukumiwa kifungo cha miezi 3 jela kwa kosa la kutishia kuua. Na pia mtuhumiwa mwingine anaitwa Baraka Nyamba miaka 20, mkazi wa Idete, amehukumiwa kifungo cha miezi 6 jela kwa kosa la uvunjaji. Lakini pia katika operesheni hizi tumefanikiwa kupata vitu mbalimbali ambavyo ni pamoja na pikipiki 5 ambazo zina aina mbalimbali, subwoofer 7 aina mbalimbali, runinga 5 kwa maana TV aina mbalimbali, bajaji moja aina ya TVS, lakini pia na kompyuta moja aina ya Dell na microwave moja. Lakini pamoja na hayo tumewafikisha watuhumiwa mahakamani na kupewa adhabu mbalimbali kwa mujibu wa sheria, ambapo kuna dereva anaitwa FS Ndembela amefungiwa leseni kwa muda wa miezi 3 kuanzia tarehe 8 mwezi wa 4 kwa kosa la kuendesha gari ambayo ni namba T 249 DYD aina ya Zongtong bus kampuni ya New Force kwa kosa la kuendesha kwa mwendo kasi eneo la Iovi. Lakini dereva mwingine anaitwa Ali Mbwilo naye pia amefungiwa leseni kwa muda wa miaka 3 kuanzia tarehe 10 mwezi wa 4 kwa kosa la kuendesha gari kwa mwendo kasi ambayo gari yake ni namba T 804 DUS aina ya Fuso kampuni ya Alimwene ambayo kutoka Iringa kuelekea barabara kuelekea Morogoro. Tungependa kutoa tu wito kwa wananchi kutokana na matukio yanayoendelea yanayozua taharuki, kwamba watupe taarifa wanapoona viashiria hivyo, kwa sababu hawa watu wanaotangaza kwamba ameguswa bega, nyeti zimepotea, sehemu zake za siri, ukienda kwa undani utaona kama ni watu ambao wamejenga syndicate, kwa sababu haiwezekani itokee Mbeya, itokee maeneo Rukwa, itokee maeneo ya Iringa na maeneo mengine kwa wakati mmoja. Haiwezekani, hiyo miujiza haiwezi kutokea. Lakini pia tuwe shukrani na pongezi kwa wananchi ambao wameshiriki kwa njia moja au nyingine kutoa ushahidi mahakamani kwa hizi kesi ambazo zimetolewa hukumu mahakamani. Bila hivyo mafanikio yanakuwa ni haba. Kwa wananchi wasiogope, wajitokeze, lakini pia kuna namna ambavyo tunawalinda
wananchi ambao ni mashuhuda wema na ambao wanatoa taarifa kwa jeshi la polisi kunusuru adha na madhara makubwa ya uhalifu katika jamii yetu. Serikali imewataka Watanzania kuweza kujenga utamaduni wa kuthubutu na kujaribu mawazo mapya kama njia ya kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Akiwasilisha hotuba ya bajeti bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Kitila Mkumbo amesema ubunifu na uthubutu ni nguzo muhimu ya maendeleo. Ni muhimu tujenge uthubutu wa kujaribu mambo mapya na kujenga utamaduni na nidhamu ya kutenda. Hivyo tuwalinde na kuwathamini watu wanaothubutu kufanya mambo mapya. 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, dhima ya uongozi wowote ukiwemo uongozi wetu hatimaye ni maendeleo ya uchumi na maisha ya watu wetu. Hivyo basi kila hatua tunayochukua na kila nadharia tunayoifikiria lazima ilenge katika kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu wetu. Hivyo katika kupima mafanikio kwa mipango ambayo tunayo, katika kupima mafanikio ya juhudi zetu, tutazingatia vigezo vya kukuza uchumi, kuboresha maisha ya watu, na hii tunazingatia kupitia kupanuka na kuimarika kwa ubora wa huduma za jamii, kupungua kwa umaskini na kuongezeka kwa ajira hususan miongoni mwa vijana. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupa wasaa kuelekea moja kwa moja katika viunga vya michezo, ambapo siku moja baada ya klabu ya Simba kupata ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Fountain Gate hapo jana katika mchezo wa ligi kuu bara, mchambuzi Clay Utwa ametoa tathmini yake ya namna kiwango cha Simba kilivyoimarika katika mbio za ubingwa. Sasa hivi nadhani hata Yanga atakuwa na vikao vyao huko pembeni kwamba tujitahidi tusiangushe point kwa namna moja ama nyingine, na leo na mchezo na Mbeya City, Simba akiwa Yanga akiwa ugenini. Kwa nadhani moja vitu ambavyo wanafanyia kazi sana ni kutokuangusha point kwa namna yote, kwa sababu mpinzani wao anayekuja naye pia anajipanga kutokuangusha point, yuko vizuri. Yaani kwamba nadhani kila mmoja anategemea kwamba bora tuangushe point tukutane sisi kwa sisi, lakini sio kwa hizi timu ndogo ndogo ambazo tunaweza tukazimudu. Kwa hiyo bado ni ishara mbaya kwa upande wa Yanga kwamba kuna mtu anakuja yuko vizuri na amejipanga, na hasa ukilinganisha jana namna alivyocheza kidogo anawatia hofu na pressure wapinzani kwamba kama akicheza hivi na mechi yetu manake kuna kufungwa hapo. Lakini kwenye issue nzima ya kiufundi kwa Simba jinsi inavyocheza, wachezaji wamekuwa kama hawana consistency hivi. Inaweza kuwa bora mchezo unaofuata akawa hayuko bora, lakini Simba inaonekana kama hana kikosi kipana hivi kulinganisha na wenzao Yanga. Unaweza kuwa na msuli huo kukimbizia ubingwa, ili hali Simba kikosi chao ni kama kile kwa asilimia kubwa. Hakuna wengine wengi ambao labda kwa benchi akiingia anaweza kubadilisha mchezo tofauti na ambavyo Yanga kuna kikosi chao. Na siku zote hata walimu wakubwa duniani na hata hao ambao tunaona ni walevo za kati kwamba kile kikosi cha ushindi asilimia kubwa huwa hakijai kubadilika, lakini sio kwamba hawana kikosi kipana, isipokuwa tu kwamba kocha anaamua kwanza na kikosi ambacho kilimpa matokeo mechi iliyopita, kwamba kilipokea vizuri maelekezo yake kikafanyia kazi, kwa wanaona haina haja ya kuweza kuwapumzisha au kuwatoa wakati tayari wachezaji ambao tayari wameshaingia kwenye mfumo ambao mwalimu anataka. Kwa namna fulani kwamba unaweza kuona wachezaji ambao wengi wanacheza hasa ni wale, lakini hata mpinzani ukiangalia pia kama ni mabadiliko basi ni machache sana, lakini asilimia kubwa ni wale, na kuna muda mwingine hata mpinzani anafanya mabadiliko kulingana na labda amelazimishwa majeruhi, mchezaji labda hayupo kwenye kiwango kila 100%, lakini kama wachezaji wake wengi wakiwa hapo kwenye kiwango 100% wazima, hujikuta kwamba wamekosekana pale mbele. Kwa hiyo na kwa namna ambavyo Simba anaenda, uwezo wa kubatwa nao, lakini maki tategemeana pia kama ataweza kupata wachezaji wake wote kwa wakati mwalimu, wachezaji wataweza kupokea vizuri maelekezo yake, lakini pia wakati huo unategemea pia kuona mpinzani wako anakujaje pia, kwa sababu kwa sababu naweza kusema Simba ambakisha labda mechi ngumu sana ameweza kumpa pressure ni mechi ya mpinzani wake mkubwa ambaye ni Yanga, ndio asilimia kubwa, kwa sababu yeye kashamalizana na Azam na mpinzani wake mkubwa sasa hivi ni ambaye pressure labda ni Yanga mwenyewe, lakini asilimia kubwa iliyobaki hizi timu nyingi ni level ambazo timu ambazo anaziweza kwa namna moja au namna nyingine, ambao kama atapanga kikosi chake vizuri anaweza kuchukua point. Tegemea nini sasa katika ushindani ambao tunaona katika ligi? Msimu huu inawezekana tukawa na washindani wazuri zaidi hadi siku ya mwisho kuliko misimu ya nyuma, ukiacha msimu jana ambao walipishana kwa magoli alama moja baina ya Yanga na Simba. Tegemea ule ushindani wa msimu jana hadi siku ya mwisho tunaweza tukaona pia msimu huu.
Msimu uliopita kwa marekebisho kidogo walipishana pointi 4, maana mechi ya mwisho alifungwa Simba mwenyewe, lakini walienda mpaka mechi ya mwisho kwa alama moja. Maana kabla ya mechi wao kwa wao ilikuwa ni alama moja, ambapo Yanga ilitafuta tu sare achukue ubingwa, wakati Simba ilimlazimu ashinde, lakini kwa bahati mbaya sana akapoteza, kwa gap likawa ni pointi 4 na Yanga akatangaza ubingwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaongea gap ni alama pointi 5 na bado kuna michezo mingi sana imebakia. Kwa hiyo tutegemea lolote, huenda msimu huu ukawa ni bora kuliko msimu uliopita kulingana hata namna wapinzani wanavyocheza, sababu msimu uliopita klabu Yanga kupoteza mechi haikuwa kirahisi namna hiyo. Hata sare za msimu uliopita zilikuwa chache sana kuliko za msimu huu, lakini mpaka sasa hivi tunavyoongea ana sare 5. Asante sana Frank Vegura kwa taarifa hizo za kimichezo. Mtazamaji, kwa hapo sisi hatuna la ziada, lakini kabla ya kutamatisha taarifa ya habari kwa siku ya leo, hapa ni muhtasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Rais Samia apokea tuzo na aitaka sekta ya afya kuimarisha huduma. Kwa sababu ya kazi mnayoifanya, baraka ya Mungu iko nayo. Niwaombe sana, hii ndio kazi Mungu amewaomba mfanye. Fanyeni wa Tanzania. Wasaidieni wa Tanzania. Wanafunzi Luku wataja sababu za matatizo ya chache, tunasema na ile msongo wa mawazo, kuna mtu anawaza kupita kiasi, anawaza sana, ili kupelekea kupata matatizo ya afya ya akili, sababu na kama ile unywaji wa vilevi kupita kiasi, au kwa yote za kazi au ndio kusababisha mtu kupata matatizo ya afya ya akili. Na katika michezo, Simba Sport Club yaendelea kuimarika baada ya ushindi wa mabao 3-0. Sasa hivi nadhani hata Yanga atakuwa na vikao vyao huko pembeni kwamba mtu tusiangushe point kwa namna moja kama nyingine, na yeye anacheza na Mbeya City, Simba akiwa Yanga akiwa ugenini. Kwa nadhani moja vitu ambavyo wanafanyia kazi sana ni kutokuangusha point kwa namna yote, kwa sababu mchezo wao anayokuja na pia anajipanga kutokuangusha point yuko vizuri, yani kwamba nadhani kila mmoja anategemea kwamba bora tuangushe point kwa sisi, lakini sio kwa hizi timu ndogo ndogo ambazo zinaweza kufanya. Kwa hiyo bado ni ishara. Waswahili wanasema kila lenye mwanzo basi alikosi kuwa na mwisho. Mtazamaji, kwa hapo sisi tunakuwa tumemaliza kwa siku ya leo, lakini kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, langu jina ni Shamia Rajabu. Nami naitwa Frank. Niendelee kukumbusha tu kwamba usiache kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook pamoja na X kwa jina moja la Matukio Daima Media. Asante, uwe na usiku mwema. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Safe Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Safe Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Safe Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe safecompany100@gmail.com. Safe Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa
afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa. Ladha ina